Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu media, kituo chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Biologist Andrew. Mambo mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend Bible Media kwa wakati. Just bana moja story ambazo nitakumekea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya data taifa odhefu Marekani. Hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi bana kutoboa siri kumbe mama yake na Aziki, lakini pia mwanamke wa Aziki wa huko Burkina Faso amekuwa akilalamika kwa mitandao ya kijamii tokea Aziki bana ameingia katika ndoa na mwanadada Hamisa Mobeto. Amekuwa amsaidii mtoto wake wa huko Burkina Faso, lakini pia amekuwa amsaidii mama yake mzazi, na zile huduma ambazo alikuwa akitoa kipindi ambacho kabla hajawa katika ndoa na mwanadada Hamisa Mobeto zimepungua tokea ameingia katika ndoa na Hamisa Mobeto bana. Hata ile huduma ambayo Aziki amekuwa akitoa kwa Burkina Faso kwa upande wa mama yake, lakini pia kwa upande wa mke wake wa Burkina Faso zimekuwa kidogo. Sasa wamekuwa kilalamika mdogo jamii kusema kwamba kwa nini imekuwa hivi, au labda Hamisa Mobeto bana amempiga broker Aziki asiweze kuwasaidia familia yake huko Burkina Faso. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likiwashangaza sana baadhi ya mashabiki kwa hiki ambacho alikizungumza mwanadada Mange Kimambi cha kutoboa siri kusema kwamba mama yake na Aziki, lakini pia mwanamke wa Aziki wa Burkina Faso bana wamekuwa kilalamika ya kwamba Aziki hawasaidii tokea ameingia katika ndoa na mwanadada Hamisa Mobeto. Na sio hawa tu, hata hapa Tanzania mzazi mwenzie na bwana mkubwa Aziki, hapa namzungumzia mlembo Vanessa, na pia amekuwa kilalamika sana kusema kwamba tokea Aziki ameingia katika ndoa na mwanadada Hamisa Mobeto bana amekuwa atoe huduma kwa mtoto wake, amekuwa apokee simu, amekuwa ajibu message na mambo mengi ambayo amekuwa akiyazungumza mlembo Vanessa, na kusema kwamba tokea Aziki bana ameingia kwenye ndoa na mwanadada Hamisa Mobeto kama vile amepigwa broke hivi asiweze kumsaidia. Na kitu ambacho alikizungumza mlembo Vanessa ni kwamba ana mpango wa kwenda kumburuza mahakamani Aziki kwa sababu huyu mtoto ni wa kwake, lakini atoe huduma. Lakini kabla hajaingia katika ndoa na mwanadada Hamisa Mobeto, mlembo Vanessa alizungumza kusema kwamba alikuwa akitoa huduma akimsaidia mtoto wake, lakini tokea ameingia katika ndoa hana mpango kabisa na mtoto wake, kitu ambacho kimekuwa kikimuumiza sana mlembo Vanessa na kulalamika mara kadhaa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa baadhi ya mashabiki bana wamemwataki sana bwana mkubwa Aziki na kusema kwamba kama aliyajua haya kuingia katika ndoa na Hamisa Mobeto itapelekea kusababisha yeye asitoe huduma kwa baadhi ya watu wake wa karibu, basi ni bora asingeingia katika ndoa, kwa sababu inakuwa sio vizuri bana. Kama amejidhatiti kuingia katika ndoa, basi aweze kuwasaidia wote, amsaidie mama yake, amsaidie mke wake huko Burkina Faso, lakini pia amsaidie na huyu mke wake Vanessa wa hapa nchini Tanzania ambaye amemzalisha mtoto, kwa sababu sio vizuri. Na kama ni kweli Hamisa anayoyafanya kumblock Aziki ya kwamba asaidie watu wake wa karibu, afanye vizuri. Yeye ni mwanamke na afahamu ya kwamba hawa wenzie nao pia ni wanawake, wanaopitia hawa, na pia kuna siku moja atakuja kuyapitia, kwa sababu hata kama anatumia nguvu za kishirikina bwana, uchawi huo una mwisho. Mwisho wa uchawi wake ambao amekuwa akimtengenezea Aziki unaweza kaisha, alafu baadaye naye pia akamtokea kama haya ambayo yanavyotokea wenzie. Ni heri angekula sehemu yake, lakini sehemu nyingine angewaachia wenzie, kwa sababu nao pia wana mahitaji kutoka kwa Aziki. Lakini kumblock Aziki kutoa huduma kwake tu ni jambo ambalo sio zuri. Ni kauli ambazo zimezungumza baadhi ya mashabiki baada ya mwanadada Mange Kimambi bwana kutoboa siri kusema kwamba mama yake na Aziki, lakini pia mwanamke wa Aziki wa huko Burkina Faso amekuwa akilalamika ya kwamba Aziki hawasaidii, lakini vile vile kutoboa siri pia kusema kwamba mlembo Vanessa hapa nchini Tanzania ambaye pia amemdhalia Aziki, naye pia amekuwa akilalamika kwa mdogo jamii mara kadhaa kusema kwamba tokea Aziki ameingia katika ndoa na Hamisa Mobeto bana amekuwa amsaidii pia. Ni jambo ambalo kikweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii bana. Ikumbuke kwamba mamake na Aziki alishakuzungumza kusema kwamba amtaki mwanadada Hamisa Mobeto awe katika ndoa na mtoto wake, na ndio maana hata tokea amefunga ndoa Hamisa Mobeto bana na mzee Aziki, mamake na Aziki bana kama vile hakuwa na mpango wote ile ndoa na hakukanyaga kabisa kwenye ndoa. Sasa utashangaa kwamba mama ameshindwa kuja kwenye ndoa ya mtoto wake. Ni jambo ambalo la kushangaza kweli kweli. Na hata ndoa ya Hamisa Mobeto na Aziki bana venye ilivyofungwa, watu wameishangaa kusema kwamba mbona ni ndoa ambayo imekuwa kama vile imepelekwa kwa maana kwamba imebuluzwa haraka ili iweze kufungwa. Kuna nini ambacho Hamisa Mobeto amekitarget kwa Aziki? Ndio wale ambao wamezungumza kusema kwamba huenda Hamisa Mobeto yupo kwa Aziki kwa ajili ya kujipatia maokoto, ndio maana ameamua kuiforce ndoa haraka waifunge, ili mradi aweze kujipatia kipato, kwa sababu ukiangalia upande wa ndugu wa bwana mkubwa Aziki kwenye harusi walikuwa ni wachezaji wenzio wa klabu Young African, lakini pia
alikuwepo rais wake wa Yanga hapa, namzungumzia engineer LC Said na watu wengine wa karibu na Aziz Ki ndio ambao walikuwepo kwenye ndoa. Lakini kwa swala la wazazi wake na Aziz Ki hatukumuona hata mmoja kuwepo katika ndoa. Kwa dhihirisha kwamba inatudhihirishia kile ambacho mashabiki wamekuwa wakizungumza kuhusu kwamba Hamisa Mobeto aliforce ndoa haraka ili waweze kujipatia maokoto kwa bwana mkubwa Aziz Ki. Wanaamini hilo swala kwa sababu hata ndoa imeburuzwa mno, na ndio maana wako mashabiki pamoja na madada Mange Kimambi wamezungumza kwa kusema ya kwamba hii ndoa wanaipa miezi mitatu, kwa sababu ni ndoa ambayo haina baraka kutoka kwa mzazi wa upande mmoja, ukiachana na yule mzazi wa madada Hamisa Mobeto. Hapa namzungumzia mamake na Hamisa, na watu wakiangalia wote familia ya Hamisa kama vile wajanja hivyo wamemvuta Aziz Ki ili waweze kujipatia maokoto. Lakini pia baadhi ya mashabiki wamezungumza kwa kusema kwamba kama bwana mkubwa Aziz Ki anayoyafanya ni kweli ya kutosaidia familia yake, anafanya makosa sana, kwa sababu wote tunafahamu kwamba ana mwanamke wa huko Burkina Faso na mtoto wake huyo Burkina Faso wamefanana kweli na Aziz Ki. Na kama ni mpenzi fuatiliaji wa maisha ya Aziz Ki utaelewa hiki, lakini kama sio mpenzi fuatiliaji wa maisha ya Aziz Ki, kuna picha za mtoto wa Aziz Ki tumeziposti hapo, utaziona umfananisha Aziz Ki na huyu mtoto wake uone kwamba venye walivyofanana. Lakini Aziz Ki unaambiwa kwamba amhudumii huyu mtoto tokea mingia katika ndoa na mwanadada Hamisa Mobeto. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likiwasikitisha sana watu na kusema kwamba kweli Hamisa Mobeto ni kiboko, kwa sababu ameamua kuingia kwenye maisha ya Aziz Ki mazima ili mradi tu aweze kumchuna pesa. Lakini afahamu tu kwamba Aziz Ki ana mkataba na ya klabu Young African, na muda wa mkataba utakapoisha Aziz Ki lazima ataondoka kurudi huko nyumbani kwao. Sasa itakuwaje? Na ndio hiki ambacho kitatokea pia kwa upande wake, kwamba yale ambayo amekuwa akiyafanya kwa wenzie naye pia atamtokea kutokana na malipo ni hapa duniani. Mwenzie akirudi Burkina Faso atarudiana na familia yake huko Burkina Faso, ataendelea kulea watoto. Kwa hiyo asipokuwa makini Hamisa Mobeto yatamtokea kama haya ambayo amekuwa yakiwatokea wenzie. Ni kitu ambacho kikumekuwa kitrendi na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa upande wa dada Mange Kimambi, licha kuwa ameitoboa isiri, amekuwa akimtetea sana madada Hamisa Mobeto kusema kwamba Hamisa Mobeto hana kosa lolote, mwenye kosa ni Aziz Ki, kwa sababu yeye ndiye ambaye anafahamu kwamba ana familia, kwa maana kwamba ana wanawake wawili na wote wana watoto. Sasa kwa nini anashindwa kusaidia familia yake kuendelea tu kubaki kwa Hamisa Mobeto, kuendelea kumsaidia Hamisa Mobeto bila kuangalia kwa hiyo kulaumiwa ni Aziz Ki na wala sio Hamisa Mobeto, kwa sababu Hamisa hakumtongoza Aziz Ki, lakini Aziz Ki ndiye ambaye amemtongoza Hamisa Mobeto. Kwa hiyo inaonyesha ni namna gani ambavyo Mange Kimambi pia licha kuwa ameitoboa isiri ya familia za Aziz Ki zimekuwa zikilalamika kwamba Aziz Ki hawasaidii, lakini amekuwa akimtetea madada Hamisa Mobeto kusema kwamba Hamisa hana kosa, mwenye kosa ni mzee mzima Aziz Ki. Sasa wewe mpenzi wa Global Media, nini ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana na hili ambalo tumekusogezea? Unasema kwamba kweli bwana mkubwa Aziz Ki ndiye mwenye makosa, kwa maana kwamba Hamisa hana kosa lolote juu ya haya ambayo nimekusogezea kwenye channel yetu ya Global Media? Drop comment hapo chini kwenye comment section juu kimesogezea. I hope mmeenjoy tufikia fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo mwingine kana kwa trend ya Global Media, ambacho tunaomba tu ni kuendelea kusala nasi bana kwa kubonyeza na kwa subscribe. This is the voice of our just Andrew, the most expensive presenter from Global Media. Baki nasi for more update.